Unakosea sana kubadilisha dawa ya meno kama una dalili zifuatazo. Sasa nisikilize. Kama una dalili zifuatazo, acha kabisa kubadilisha dawa ya meno. Usibadilishe wala usianze kutafuta solution kwa kutumia dawa ya meno. Sasa dalili ya kwanza, kinywa chako kinatoa harufu hata kama umepiga mswaki. Unapiga mswaki mara 2 kwa siku. Umejitahidi kuzingatia mswaki mara kwa mara, lakini bado harufu yako inatoka na mbaya. Na kitu kingine ambacho kinakupa ama kinakudisappoint kabisa ni kwamba ukimaliza tu kupiga mswaki, baada ya dakika 1 unajikuta umerejea kwenye hali ile ile ya kutoa harufu mbaya. Sasa unapokuwa umepata changamoto hiyo, achana kabisa na masuala ya kubadilisha dawa, ama achana kabisa na masuala ya kuanza kutafuta dawa ipi ni nzuri ama dawa ipi itanisaidia. Ila unachotakiwa kukifanya, wahi haraka kwa mtaalamu. Unachotakiwa wewe hapo sio tena kubadilisha dawa. Dawa zinakuwa zimefika mwisho. Kinachotakiwa ni kumuona mtaalamu wa kinywa na meno ili akusafishe. Sasa kwa nini akusafishe? Ni kwa sababu wewe tatizo lako sio kwamba wewe ndiye mwenye tatizo. Hapana. Tatizo kubwa ni kwamba umekuwa na uchafu mwingi katikati ya meno na fizi zako, na hayo meno na huo uchafu unapelekea sasa kutoa harufu mbaya. Hiyo harufu inatoka wapi? Ndio swali la msingi. Sasa hiyo harufu inatoka kwa bakteria. Unapokuwa na huo uchafu mwingi kwenye meno, unapokuwa na huo uchafu katikati ya fizi na meno, ni kwamba bakteria wana tabia ya kwenda kukaa pale. Sasa wanapokwenda kukaa pale, uwe na uhakika ya kwamba wale bakteria watakuwa wanazalisha gesi ambayo inaitwa sulfur. Sasa hiyo sulfur ndio ambayo ina harufu kali. Sasa kama ina harufu kali, wewe unakuwa victim, ama tunasema kwa Kiswahili, wewe unakuwa ni mwathirika. Kwa maana ya kwamba unakuwa mwathirika wa ile harufu ambayo inatolewa na wale bakteria. Kwa sababu kinywa ni cha kwako, meno ni ya kwako, fizi ni ya kwako, lakini ulichofanya ni sawa na mtu aliyepangisha wale bakteria ndani ya kinywa chake. Kwa hiyo sasa kama wewe umewapangisha, maana yake ni kwamba matokeo anayoyatoa lazima yatakurudia. Na yanakurudiaje? Ni kwa huko sasa kuanza kujikuta kwamba unatoa sasa harufu mbaya, ambapo hiyo harufu mbaya kiukweli inakela sana. Kwa nini? Kwa sababu inakuepusha kwanza na uwependao, lakini pili inakufanya ukose kujiamini wewe kama wewe. Sasa unapokosa kujiamini, tafsiri yake ni kwamba huwezi kufanya vitu vya msingi, huwezi ukawa una engage na jamii yako, huwezi ukawa una engage na tofauti. Kiufupi, confidence yako inapotea. Sasa sikiliza, usione kama umetengwa. Ni kwamba tu kunalo suluhisho. Unaweza ukatibu meno yako, unaweza ukasafisha kinywa chako na ukarejea kwenye hali yako nzuri kabisa. Unachotakiwa tu ni kumuona mtaalamu wa kinywa na meno, na ukishaenda pale atakusafisha meno yako, yatakaa vizuri sana. Sasa sikiliza, kama bado hauja subscribe kwenye channel hii, naomba usubscribe kwenye channel hii. Kama unaona kama video hii itawasaidia na wengine, basi naomba utashare kwa watu wengine. Share na watu wengine, like video hii, lakini subscribe zaidi kwa ajili ya kupata elimu kama hizi ambazo zitakusaidia kukuweka karibu na kinywa chenye tabasamu.